Taarifa ambayo imezuka kutoka eneo la Mnyahi, kata ya Milango Minne katika halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoani Mtwara ni taarifa ambayo imezua kiwewe na wasiwasi nchini Tanzania na hasira dhidi ya Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Mnyahi iliyopo kijiji cha Mnyahi, kata ya Milango Minne katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara wanalazimika kusomea katika mazingira hatarishi kutokana na uchakavu mkubwa wa majengo ya shule hiyo. Katika baadhi ya madarasa wanafunzi kunyeshewa na mvua wanapokuwa wakiendelea na masomo yao. Hali hii imezua malalamiko makubwa kwa wananchi wa kijiji hicho ambao wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu ya shule hii ili kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kulinda usalama wa wanafunzi. Wananchi hao wakizungumza kwa nyakati tofauti wameeleza kuwa licha ya shule hiyo kufanya vizuri kwa zaidi ya miaka 10 mfululizo katika matokeo ya mtihani wa darasa la 7, bado haijawahi kufanya ukarabati mkubwa wala kujengewa majengo mapya, na imeelezwa kuwa shule hiyo ilijengwa mwaka 1973 na mara ya mwisho kupata majengo mapya ilikuwa wakati wa uongozi wa hayati Benjamin Mkapa, hali inayoashiria kupita kwa muda mrefu bila uwekezaji wa maana katika miundombinu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Mnyahi Hamisi Salum Mpango amekiri kuwepo kwa majengo yaliyochakaa kupita kiasi na yanayohitaji ukarabati wa haraka. Amesema tayari amewasilisha taarifa za hali hiyo katika vikao vya maendeleo ya kata zaidi ya mara 3 bila mafanikio. Naye diwani wa kata ya Milango Minne kwa jina Sharif Kapela amesema kata hiyo ina shule 2 zinazokabiliana na changamoto ya majengo chakavu ambazo ni shule ya msingi ya Milango Minne na Mnyahi. Amebainisha kuwa tayari amewasilisha swala hilo katika halmashauri na ameahidiwa kuwa utekelezaji utaanza mwezi Agosti. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Nanyamba kwa jina Hassan Ali Mauji amekiri uwepo wa changamoto ya shule chakavu katika halmashauri hiyo. Amesema shule ya msingi Mnyahi imejumuishwa katika mpango wa Boosting Primary Student Learning Program unaotarajiwa kuanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka wa fedha wa serikali. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunazipokea kwenye vyumba vya habari, taarifa za kusikitisha haswa katika muda huu ambapo ni karne 21 na zaidi, na vilevile wakati ambapo kuna teknolojia ya kisasa inaonyesha kwamba nchi ya Tanzania bado haijapiga hatua katika kuboresha miundombinu haswa katika sekta ya elimu. Vilevile Watanzania wengi wamejawa na hamaki kuhusiana na swala hili la shule hii, manake picha hizi zinaonyesha jinsi serikali ya Samia Suluhu inavyojikokota ili kuwekeza katika sekta ambazo ni muhimu katika maisha ya Watanzania, haswa kutokana na mambo ama ujumbe na taarifa iliyotolewa na CAG kuhusiana na uwanja wa Arusha ambao ulijengwa kwa takriban ulikuwa umekadiriwa kujengwa kwa takriban bilioni 187 shilingi za Tanzania, na sasa pesa ambazo zimetolewa ni bilioni 335 nukta. Ni pesa ambazo ni nyingi sana, na kutokana na ujumbe uliotolewa na CAG alisema kwamba hili ni ongezeko la 81%, na maswali mengi sasa yanazidi kuibuka kwamba ingawaje mikopo inakopwa kutoka nje ya nchi, mikopo hiyo inakuja na misaada vilevile, ila pesa hizo zinaliwa na kuwekwa kwenye mifuko ya wachache ama viongozi wachache. Na vilevile kutokana na ujumbe huu, Watanzania wengi walisema kuwa huenda mabilioni ya pesa yanakopwa ndio, kisha watu wachache wanachukua pesa hizo.
Kwa kuzingatia swala hilo la ujenzi wa uwanja wa Arusha, kwamba ukitoa hizo hela za juu kuanzia 187 hadi 335, utagumbua kwamba kuna pesa nyingi ambazo zimeibwa kutoka kwa mradi huo. Ndiposa vilevile CAG akauliza ni kwa nini kulikuwa na single source wakati wa kutafuta mwanakandarasi, kwa maana hiyo zabuni ilitolewa tu kwa a single source. Inaonyesha ama inadhoofisha zaidi hali hiyo na kuonyesha hakika kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa hali ya juu. Na swali inakuja, je, pesa kama hizi ambazo zinapokwa na kuingizwa kwenye mifuko ya watu, mbona wasitumie pesa kama hizo kuinua viwango vya elimu, kuinua mashule mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma kutoka madarasa ambayo ni sawa na salama bila magonjwa wala kupata midudu kwa miguu yao. Manake ukitazama darasa kama hili kutoka shule hii ya Mnyiko, ama niseme kutoka hapa Milango Minne, halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara, shule hii ya msingi ya Munyahi, ukitazama vizuri kwenye hizo picha ambazo nimekuwekea hapo, utagundua kwamba mazingira haya si safi na si salama kwa wanafunzi kuingia na kusoma kutoka darasa hili. Mwanzo kwenye pale sakafu hapa, wanafunzi wanaweza pata magonjwa mbalimbali. Na dhidi ama licha ya shule hii kufanya vyema katika masuala ya elimu, katika matokeo, bado kuna maswali mengi yameibuka, na kwamba kanisa shule hili tangu litengenezwa mafedha ziwekwe za kulitengeneza ni wakati wa mwenda zake Benjamin Mkapa akiwa kiongozi. Kwa hiyo Watanzania wengi wameuliza serikali ya Samia Suluhu kujitokeza, ingawaje wamesema kuna fedha ambazo zimewekwa, isije ikawa ni ahadi tu kwamba pesa hizo zipo ndio, ila hazijafanywa ukarabati wa shule hii. Ikiwa mabilioni ya pesa yanazaibwa kutoka kwa mradi mmoja, a single project, mbona fedha hizo zingine siziwekwe kwenye pesa mzuri ama kazi nzuri, hasa ya kuinua viwango vya elimu katika nchi ya Tanzania? Ndiyo maswali tunazidi kujiuliza, na vilevile kumtumia Samia Suluhu ili aweze kufanya marekebisho katika uongozi wake na kuleta na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata elimu na katika mazingira yanayofaa. Ni hayo tuliokuletea kutokana na hiyo taarifa ya shule hiyo ambayo ijajengwa tangia wakati wa kiongozi wa Benjamin Mkapa. Zidi kuwa nasi, manake tunakujuza kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu kama njia ya kutupiga jeki katika kuinua platform hii.